Kuna kisiwa kidogo sana, kidogo kuliko hata uwanja mdogo wa mpira. Hakina maji, hakina ardhi ya kutosha, hakina hata nafasi ya kutembea vizuri, lakini juu ya kisiwa hicho zaidi ya watu 500 wanaishi. Na si hivyo tu, mataifa makubwa Afrika Mashariki yapo kwenye mvutano juu ya umiliki wa kisiwa hicho. Swali ni moja, ni nini kinafanya kipande kidogo cha jiwe kiwe na thamani zaidi ya maisha ya watu? Hii ni Kwa Undani. Subscribe kwa stori kama hizi. Leo tunachimba stori ya kisiwa kinachogombaniwa zaidi Afrika Mashariki, ambacho thamani yake haifanani na muonekano wake, lakini ndani ya maji yake, maji yaliyokizunguka kisiwa hicho, kuna maajabu mengi, na kisiwa hichi ni moja kati ya ajabu la kushangaza zaidi duniani. Ukubwa wake ni kama nusu ya uwanja wa mpira wa miguu. Unaweza kuzunguka eneo lote la kisiwa hicho kwa kutumia sekunde 30 au dakika moja. Hakina miti wala hakina udongo wa kawaida, hakina wala chanzo cha maji safi. Ni jiwe kubwa tu lililotokeza juu ya uso wa maji, lakini bado watu wanaishi hapa. Tatizo halikuanza na watu, lilianza na mipaka ya wakoloni. Wakati wa ukoloni, mstari ulichorwa kwenye ramani, lakini haikuzingatia uhalisia wa maji yanayohama kila siku. Hii leo Kenya inasema kisiwa ni cha kwake, Uganda pia inasema ni cha kwake, na hakuna hata mmoja anayetaka kurudi nyuma na kumwachia mwenzake. Kwa nje inaonekana kama mgogoro mdogo, lakini ndani yake ni vita vya mamlaka, kodi na udhibiti wa rasilimali. Lakini ukweli mkubwa haupo kwenye kisiwa, upo chini ya maji. Ndani ya ziwa Victoria kuna samaki mmoja mkubwa sana, anaitwa Nile perch. Samaki huyu anaitwa white gold. Kwa nini? Kwa sababu soko lake lina thamani ya mamilioni ya dola. Lakini sehemu ya kushangaza zaidi ni hii. Sehemu ya ndani ya samaki, fish maw, inauzwa hadi dola 1000 kwa kilo moja. Na hapa ndipo kila kitu kinapobadilika. Kisiwa hakikuwa tena jiwe, kilikuwa ni bandari ya utajiri. Kumbuka, wakati pesa inapoingia, wahalifu pia wanaongezeka. So wavuvi walianza kushambuliwa baharini, meli kuibiwa, samaki kuchukuliwa. Hali ikawa ya hatari sana. Ndipo serikali moja ikaamua kuingilia kati. Askari wa majini wakawekwa, na hao ni Uganda waliamua kupeleka meli yao ya ulinzi. Lakini tatizo likawa jingine. Badala ya kuondoka, walibaki kukithibiti kisiwa, na hapa ndipo mgongano ukaanza kutokea. Kenya wakidai ni cha kwake na Uganda wakidai ni cha kwake. Leo hii ukifika kwenye kisiwa hicho, nyumba zote ni za mabati, barabara hamna, ni vinjia vyembamba vya kujibanzabanza kama unapita soko la mawasiliano hivi. Hakuna maji safi, hakuna mfumo wa taka. Lakini ndani ya mazingira hayo magumu kuna maisha, baa, saluni, maduka, hata biashara za usiku, na watu wanaishi kila siku. Kwao sio mateso, ni fursa ya kuishi, kwa sababu hata huku bara maisha ni magumu zaidi. Swali kubwa linabaki, kwa nini wabaki kwenye kisiwa kidogo chenye shida nyingi kama hichi? Jibu ni moja tu, pesa za samaki. Siku moja ya kufanya kazi kwenye kisiwa hichi unaweza ukapata fedha ambazo ungezipata maybe mwezi mmoja ukiwa uko bara. Kwao hii si mateso, ni biashara ya kubadilisha maisha. Kisiwa hichi ni zaidi ya jiwe, ni mfano wa jinsi mipaka ya wakoloni, tamaa ya rasilimali na maisha ya watu wa kawaida vinavyogongana na kuunda hadithi ya ajabu zaidi East Africa. Je, thamani ya rasilimali inaweza kuwa kubwa kuzidi amani? Tukutane kwenye stori nyingine, na hii ni stori ya kwanza nimeanza kuifanya kama hivi kwa urefu, na wathamini sana. So ili kunisapoti unaweza ukasubscribe, ukashare na rafiki zako, ukawaambia kwamba kuna page ambayo inazungumzia mambo kuhusiana na Afrika kwa undani, na ni deep fact na amazing story. Mimi naitwa Credo.